Wakati wa spoti, ndoto ya Harambee Stars ya kufuzu kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika historia ilizimwa na Gabon Jumapili uwanjani Nyayo. Na licha ya kusalia na mechi 4 kundini fa, kihalisia ni kwamba Kenya iko nje ya kampeni ya kwenda Marekani, Mexico na Canada mwaka ujao. Vinara wa kila kundi watajikatia tiketi ya moja kwa moja, huku timu 4 bora katika makundi yote zikishiriki mchujo wa kufuzu. Kwa mara ya kwanza kwa takriban miaka 4, mashabiki wa kandanda humu nchini walimiminika katika uwanja wa taifa wa Nyayo ili kushuhudia Harambee Stars ikipambana na wageni wao Gabon katika pambano la kuwania tiketi ya kushiriki kombe la dunia la mwaka 2026. Kufikia Jumamosi, mashabiki walikuwa wameshanunua tiketi zote, huku uwanja wa Nyayo ukijaa hadi pomoni Jumapili. Uga huu ndio mwanzo tu ulikuwa usharuhusiwa na shirikisho la mpira miguu barani Afrika CAF kutumika baada ya kufanyiwa ukarabati tayari kuandaa dimba la Chani mnamo Agosti mwaka huu. Baadhi ya mashabiki waliofika hapa hawakutaka kuhadithiwa kwamba aliyekuwa nyota ya Borussia Dortmund ya Ujerumani, Arsenal ya England, Barcelona ya Hispania, Chelsea ya England na Marseille ya Ufaransa, Pierre-Emerick Aubameyang alikuwa Nyayo ila kumuona kwa macho yao. Nyota huyo wa Al Qadasiya ya Saudi Arabia na mwenye umri wa miaka 35 alifunga mabao 2 na kuisaidia Gabon kuishinda Kenya 2-1 na kuimarisha kampeni yao ya kwenda kombe la dunia kwa mara yao ya kwanza katika historia. Gabon inadhibiti kundi la F na alama 15, mbele ya mabingwa bara Afrika Ivory Coast ambao watarejea kileleni na alama 16 iwapo wataishinda Gambia nyumbani Jumatatu usiku. Kenya ni ya 4 na alama 6, moja nyuma ya Burundi iliyo na alama 7. Stars chini ya mwalimu mkuu Benni McCarthy, raia wa Afrika Kusini, imesalia na mechi 4 dhidi ya Gambia na Ushelisheli nyumbani Septemba na ugenini dhidi ya Burundi na Ivory Coast Oktoba. Nikidunda nyugani, niite mwanaspoti Yoshua Makori. Na hivyo ndivyo nyota